Anaandika mchambuzi Hans Raphael, ukweli wa hukumu ya dabi ya Kariakoo huko CAS. Kwanza sio kweli kwamba Yanga wameshindwa kesi yao CAS. Kilichoamuliwa ni CAS, kilichoamuliwa na CAS ni kesi hii isikilizwe kwanza kwenye kamati za ndani za shirikisho la mpira, yani TFF. Kilichofanya CAS washindwe kuisikiliza kesi ya dabi ni kukosekana kwa document ya hukumu ndani ya TFF kwenye kesi ya msingi. CAS ni mahakama ya rufaa, na ili usikilize kesi ni lazima kuwe na maelekezo yote ya kesi kwenye mamlaka za ndani na hukumu zake zilivyokuwa. Kwa nini hakuna hukumu ya TFF kwenye hukumu ya CAS? Ifahamike, tukio lolote linapotokea inatakiwa klabu husika kuwasilisha kesi yao CAS ndani ya siku 21. Ukichelewa hapo, maana yake ni kwamba kesi inakuwa haina mashiko na CAS hawaisikilizi kesi hiyo. Mwanzo Yanga waliandikia TFF kuhusu kesi yao ya dabi, na kwa makusudi kabisa TFF walikaa kimya, hawakujibu lolote, wakijua kabisa zikipita siku 21 Yanga watakuwa hawana pa kulalamika. Hivyo Yanga wakatumia ujanja mkubwa wa kuwasilisha kwanza kesi CAS ili wawe ndani ya muda, halafu wao ndio waendelee na TFF. Kesho uongozi wa Yanga utaandika rasmi barua yao kwa TFF kama CAS walivyoelekeza, na kama watakosa haki yao, maana yake watakuwa na barua rasmi ya hukumu ya TFF itakayowasaidia CAS. Hili sakata bado kabisa, sakata bado bichi sana, na sakata hili halijaisha. Nini maoni yako? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Mimi naitwa Kombi Cliff, ni VOT Sports, wakati wote sisi tumechangamka.